Karibu sana. Jamani, karibuni. Kufanya ukawa kazi Kwimba tukashusha zaidi miradi ya umwagiliaji, kwa sababu nyinyi hamna ziwa, kwa maziwa yenu yatakuwa haya mabwawa ya umwagiliaji tutakayoyaleta. Anaweza akawa na shamba lake, lakini akivuna anaweza akasema bwana, mimi nataka nipumzike na mimi nile starehe na familia yangu. Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine anahitaji, ana kodi. Kwa hiyo ile dhana sasa ya kwamba kulima mwaka mzima ndio unaiona pale. Lakini kubwa kwa kweli tunafurahi kwa sababu mradi umeongeza yetu kubwa, 95% ni kilimo. Tunaomba tuendelee kuletea miradi zaidi ya namna hii ili wananchi wa jimbo la Kwimba waweze kulima zaidi, na sisi Wasukuma kazi yetu ni kilimo tu, hatuna kazi nyingine. Tutalima zaidi ili tuweze kujiongezea kipato chetu na kuondokana na umaskini katika jimbo letu la Kwimba na wilaya yetu ya Kwimba kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri, tufikie salamu zetu na shukrani za kipekee kwa Rais. Niambie watu wa Kwimba tunapenda sana, kwa sababu sisi tulikuwa wachanga, tulikuwa hatujui hata mambo ya kilimo, lakini kwa sasa hivi bora tumeshakuwa watu wazuri. Tunamshukuru waziri wetu, naibu waziri, kwa kututambua Wanakwimba, na leo kufika mahali hapa mpaka maeneo ya huku vijijini. Tumetembea naye kwa miguu sehemu ndefu, lakini anasema mimi ni mkulima na ni waziri wa wakulima. Kwa hiyo ametimiza wajibu kabisa na anafanya kazi kama alivyoangalia hapa. Naamini kabisa utakaporudi kule lazima maandalizi yataongezeka zaidi na zaidi kutuandalia eneo hili. Nafasi pia ongeza kandarasi aliye patikana kwa ajili ya kazi. Kwa kweli amefanya kazi nzuri katika kipindi chote tangu amekabidhiwa site, hajawahi kuiacha site. Muda wote amekuwa yuko kazini, akipanga vizuri ratiba zake za kazi na kuhakikisha ile package yote ya mradi inakamilika. Imefanya vizuri, lakini mradi wa Kwimba umefanya vizuri zaidi, na binafsi nasema kwamba nimeridhishwa kwa asilimia mia. Simjui mkandarasi, sijawahi kumuona, simfahamu anafananaje, lakini kwa sifa ambazo nimezipata mimi, kilichokuwa nataka nithibitishe hizo sifa ni kuona kazi. Yaani mimi huwezi kunishawishi kwa kumsifia mtu, unanishawishi kwa kuona kazi. Baada ya hiyo kazi ndio naweza kuuliza huyu mkandarasi ni mtu gani na anafananaje. Sasa ukiwa na mkandarasi mzawa ambaye anaweza kujenga bwawa kama hili, leo inakuwa ni kama ziwa. Ukiangalia mifereji yake zaidi ya kilomita 5.5 main canals zimekamilika na zinapeleka maji kwenye mashamba, na mkandarasi huyo bado hajalipwa fedha 100% na kazi yake imekamilika kwa 100%, manake huyo ni mzalendo kwa taifa lake. Kwa lazima apongezwe. Na kwenye hili tutawapongeza hata tume, manake tunasema walichagua mtu mzuri na walimsimamia vizuri. Sasa tunatamani wakandarasi wengi wazawa waige mifano. Kuiga jambo jema sio kitu kibaya. Wengi wamekuwa wakilalamika kuto kupewa miradi, lakini wakipatiwa wanashindwa kutimiza. Kama ambavyo nimekwisha kusema, ichukulie wilaya ya Kwimba na jimbo la Songwe linakotokea kama sehemu ya ambako mnaweza mkaonyesha mafanikio ya kilimo cha mpunga kwa njia ya umwagiliaji, tutafanikiwa sana.